Habari gani Mwanakio TV, kama ni mara kwa kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa TV. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amewaambia wananchi wasiwe na hofu na watu ambao wanasema wasiende kupiga kura, na nukuu hichi ambacho amesema msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa kuhusu watu wapotezee kile watu wanaharakati wanaosema wasiende kupiga kura hapo tarehe 29 Oktoba, na nukuu ambacho amezungumza Gerson Msigwa: natambua kwamba kuna watu wanafanya kampeni mtandaoni kuhamasisha watu wasishiriki uchaguzi. Nadhani wanapoteza muda. Hili ni takwa la kikatiba. Katiba inasema kila baada ya miaka mitano Watanzania watafanya uchaguzi mkuu. Huwezi ukaibuka ukasema uchaguzi haupo. Amezungumza hayo Gerson Msigwa. Mwisho kunukuu hicho ambacho amezungumza msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa. Kama Mwanakio TV, ningependa kuona maoni yako katika sehemu ya comment section hapo, au kitoa kwa hichi ambacho amezungumza msemaji mkuu wa serikali, akisema kwamba natambua kwamba kuna watu wanafanya kampeni mtandaoni kuhamasisha watu wasishiriki uchaguzi. Nadhani wanapoteza muda. Hili ni takwa la kikatiba. Katiba inasema kila baada ya miaka mitano Watanzania wanafanya uchaguzi mkuu. Huwezi ukaibuka ukasema uchaguzi haupo. Ifahamike kwamba kuna baadhi ya wanaharakati katika mitandao ya kijamii wanasisitiza watu wasipige kura. Lakini pia aliyekuwa balozi wa Cuba Humphrey Polepole ameweza kufafanua mambo mengi kuhusu masuala ya uchaguzi, na akasema ni kwenda kupiga kura ni kupoteza muda. Ndio maana msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa ameamua kujitokeza hadharani na kuweza kuliweka hilo sawa kwa upana, na amesema ni haki ya kikatiba wananchi uweze kushiriki katika kupiga kura. Una maoni gani kama Mwanakio TV kutokana na kauli hizi mbili ambazo zinakinzana kati ya wanaharakati wanaohamasisha watu wasipige kura, lakini na kauli ya msemaji mkuu wa serikali wa Tanzania ambaye ni Gerson Msigwa kuwaomba wananchi wapuuze taarifa za wanaharakati wanaosema watu wasiende kupiga kura. Jina langu DK TV, tunakutujia katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.